Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena ambapo tunapata nafasi ya kuendelea kujifunza masomo ya maisha ya Elia. Tulifanya sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya tatu. Kwa hiyo kama hujapata kuziona, basi nitaweka link ya playlist ya maisha ya Elia ili uweze kupitia na kuangalia kila ambacho kinaweza kufaa, ili usilikose kama unataka kulifuatilia kwenye mtiririko. Sasa siku ya leo tunaangazia kile kilichotokea katika mlima wa Karmel, kwa maana ya kushusha moto pamoja na kunyesha kwa mvua. Dogo somo la leo lina vitu vingi sana. Kwa hiyo ninakusihi ulipatie utulivu ili uweze kuleta jambo la muhimu katika maisha yako. Tunakumbuka kwa nini tulisema tujifunze masomo ya maisha ya Elia. Ni kwa sababu kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 4, 5 na 6 anazungumza habari ya kwamba kabla ya siku ya Bwana, hasa mstari wa 5, kabla ya siku kuu ya Bwana yenye kuogofya, Mungu atawapelekea Elia ili kugeuza mioyo kuelekea watoto na watoto kuelekea kwa baba zao, kabla hajaipiga dunia kwa laana. Kwa hiyo watu wanaoishi siku za mwisho wanatakiwa wajifunze maisha ya Elia, kwa sababu ni roho ya Elia itakayofanya kazi kwa ukubwa wakati wa mwisho. Tuendelee sasa na somo la leo. Tunaangalia neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3. Manake miaka 3 yote neno la Bwana likamjia Elia, na ilipomjia Elia ilikuwa ni kwa ajili ya kumwambia sasa aende akajionyeshe kwa nani? Kwa Ahabu, na Mungu ataleta mvua. Kwa Mungu ndiye aliyetoa ahadi hiyo. Inatupatia picha hata swala la mvua ya kwanza kuzuia lilikuwa neno la Bwana lililomjia Elia, kwa sababu alisii sana kwa ajili ya matengenezo ya wana wa Israeli, na anakwenda kujionyesha kwa Bwana. Hapa kwa Ahabu. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza hapa ni kwamba Elia alikuwa mtiifu kwa neno la Mungu sana. Neno la Bwana likamjia naye akafanya. Kitu cha pili tunachojifunza hapa ni changamoto zilizotokana na ombi la Elia. Changamoto zilizotokana na ombi la Elia ni kuuawa kwa manabii. Tukisoma mstari wa 4, mstari unaanzia hapa. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Kwa hiyo ile changamoto ya kukosekana kwa mvua, kwanza walipuuza. Kilichotokea baada ya Elia kusema vile, Yezebeli kwa sababu alikuwa ni mchawi na kundi lake la manabii wa uongo karibia 850 na zaidi, sasa nao wajua walikuwa ni hao. Kilichotokea ni kuwa walipuuza, wakasema hamna kitawezekana, Mungu wetu ataleta mvua. Hajasa Mungu wao ataleta nini? Mvua. Kwa hiyo wakaendelea kuwafanya wale Waisraeli waone kwamba hamna hicho kisema Elia akiwezekana. Nabii tu amepaniki huyo, hamna kitu. Mambo yalivyokwenda, ukame ukazidi kukamata. Yezebeli hana njia nyingine, hawezi kumwabudu Mungu na hataki kuamini habari za Mungu wa mbinguni. Anafanya vita na Mungu wa mbinguni. Ikabidi sasa aanze kuwashughulikia manabii wa Mungu, akisema hawa ndiyo sababu ya kukosekana kwa nini? Kwa mvua. Akaanza kuwalaumu, na Elia alitafutwa. Ndio tutakuja kukiangalia kipengele cha 3. Kwa hiyo ni changamoto zilizotokana na nini? Na ile tamko la Elia. Manabii waliuawa kwa sababu tu ya kukosekana kwa mvua. Kwa hiyo Obadia aligawana maeneo na Ahabu kwa ajili ya kwenda kutafuta maeneo ambako kutaweza kupata maji na malisho kwa ajili ya wanyama wao. Mstari wa 10 kuna kitu tunakutana nacho, ni habari ya Obadia akakutana na Elia. Inatuambiaje Biblia? Inatuambia kama Bwana Mungu aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu, akimaanisha Ahabu, hakutuma watu wakutafute. Na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Kwa hiyo aliwaapisha, Ahabu aliwaapisha ili ikitokea akaonekana katika ile taifa litawajibika. Ataliadhibu kwa sababu limesema uongo. Kwa hiyo hakuna taifa ambako Elia hakutafutwa. Ahabu alimtafuta kama dhahabu, lakini alifichwa. Na nani anasema nitajificha katika mbawa za Bwana? Bwana alimficha Elia. Elia alikuwa kule Sidoni kwa yule mwanamke
mjane wa Sarepta, lakini hakuna aliyemwona. Inatupatia imani ya kwamba tukimwamini Yesu, adui anaweza asituone, atatuficha na wala adui hatatuona, hata kama ana uwezo mkubwa namna gani. Kwa hiyo mtumaini Yesu. Kitu kingine tunachokiona ni mstari wa 12 ambacho kinahusiana na habari ya maisha ya Elia na pia manabii, ni usafiri wa manabii, ambacho kitu ni cha ajabu sana, lakini nitakizungumzia sekunde kadhaa. Na itakuwa baada ya mazungumzo, kabla ya kusoma ile fungu, baada ya mazungumzo Elia akamwambia Obadia, nenda umwambie nani? Ahabu, tuonane. Kwa sababu Mungu alishamwambia kama tulivyosoma mstari wa kwanza. Kwa sasa Obadia akawa na wasiwasi ya kwamba hapana, ninaweza nikaenda kumtafuta Ahabu, nikarudi nisikuone, Ahabu ataniua kwa sababu atajua nimemdanganya. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, roho ya Bwana atakayochukua uende nisikokujua, nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua, lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu. Obadia alikuwa anamcha Bwana. Usafiri wa manabii, kwamba roho wa Mungu atakuchukua, atakupeleka. Manake kuna wakati manabii anataka kwenda mahali fulani, hata atembei kwa miguu, Roho Mtakatifu anamchukua na kwenda kula anakotakiwa kwenda. Hiki kitu ndicho ambacho sisi, ukweli imani yetu ni dhaifu, na kwa sababu ya dunia na mengine yanayotokea. Lakini kitu kilitokea pia kwa Filipo. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ambako baada ya kumbatiza yule towashi, Roho Mungu akamnyakua Filipo, akampeleka Azoto. Ndani ya muda mfupi, kitu ambacho pia sayansi ambao wachawi pia wanaitumia, kwa sababu wenyewe wamejitoa kwa shetani kwa mioyo yao yote, mpaka wanatoa yote wanachokitaka na kumwamini shetani kuliko kawaida. Wakati wanaposafiri majini yanafanyaga hiyo kazi. Si umeelewa? Yanawasafirisha. Haya, majini, mapepo wote, ni mapepo yale. Kwa ndicho anachokifanya shetani. Kwa hiyo kipindi hicho, sababu walikuwa karibu zaidi na Mungu na utendaji wa Mungu ulikuwepo, usafiri wao ulikuwa ni huo. Sio mara zote. Tukienda mstari wa 17, Ahabu sasa anakutana na Elia. Lawama. Tunachokutana nacho ni lawama. Ahabu hakutaka kutubu. Mstari wa 17 unatuambia, ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Yaani anachokiona, haoni makosa yake, haoni dhambi zake ndio zimepelekea yale matatizo kutokea. Anachokiona Ahabu ni kwamba Elia ndiye sababu. Yaani ukimcha Mungu, matatizo yote yakitokea kwa sababu ya ukosefu wao, wanakulaumu wewe. Ndio maana dunia hii inakoelekea, watafika hatua watafanya maamuzi magumu sana na kishenzi, ya kama dunia inapigwa kwa sababu ya wacha Mungu, tuwafute tuishi wenyewe. Tutaona kitakachotokea. Tutaendelea kujifunza kwa neema. Sasa Elia naye akajibu, Elia ndivyo mstari wa 18. Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabahari. Elia akamwambia straight ukweli kwamba tatizo hili limetokana na wewe. Akamwambia, basi tukutane Karmeli. Hiyo ndio tunapata nani kukutana naye kwenye mstari wa 19. Tukutane Karmeli. Akamwambia, leta manabii wako. Kuna wale wa Baali, manabii wa Ashera, ambao wote walikuwa wanalishwa na nani? Na Yezebeli. Akasema basi tukutane. Akakutana mlima Karmeli. Walipokutana, wito wa kwanza wa Elia unaonyesha hali ya kiroho ya Israeli. Mstari wa 21, naye Elia akawakaribia watu wote akasema, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, aya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Kilichotokea ni kwamba watu walikuwa akili yao imeshafungwa, kwa sababu tujue aliyekuwa ikulu ni Ahabu, mdhaifu wa imani, na alikuwa anaabudu mashetani, mabahari. Alafu amemuoa mwanamke mchawi. Fikiria inakuwaje wale watu ambao wanatumika kwa ajili ya huduma wanawafundisha nini watu? Kwa hiyo watu walikuwa wamefika hatua wanakanganyikiwa. Wanaona miujiza ya bahari, wanaona watendaji kazi wa bahari, wanaambia huyu ndiye Mungu. Kwa hiyo wanakuwa na sita. Na hivyo mfuateni Mungu, hawakumjibu chochote, walitulia. Maana wameshachanganyikiwa, bongo umeshafia tu. Sasa Elia anachoamua kufanya ni kuambia ya kwamba haya, chagueni, tunakwenda kuchagua Mungu wa kweli ni yupi. Anaambia haya basi, tengenezeni madhabahu yenu, tengenezeni ng'ombe. Akawaambia kwanza manabii watengeneze ng'ombe. Wale manabii wa bahari watengeneze ng'ombe kwenye madhabahu yao, wasiwashe moto. Mungu atakayejibu kwa moto
bila wao kuwasha moto. Ndiye Mungu wa kweli. Kuanzia mstari wa 16, mstari wa 26. Manabii hawa wa Baali, maana Baali by the way ni shetani tu, alikuwa anajiamua kujiweka hivyo. Lakini wakafanya maombi, wakaruka. Kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri, wakaruka, hamna kitu kinachotokea. Wakajikata, hamna kinachotokea. Inafika hatua Elia akaanza kuwadhiacha, akamwambia mwamsheni, labda Mungu wenu yuko bize amelala. Sio kwamba alizuiliwa, angeweza kufanya mazingaombwe. Mungu aliamua kusema hakuna mazingaombwe hapa, kinachofanyika ni halisia, hawashe moto. Na hiyo Mungu wao hawezi kuwasha moto, anafanyaga mazingaombwe. Wakaomba na hakuna kitu tokea. Tunakuja kuangalia maombi ya Elia. Huku yakaya mabaya hatuna haja nayo sana. Tunakuja kwa yeye mwenyewe Elia alipokuja zamu yake kuomba ili moto ushuke. Mstari wa 30 kuna kitu alichokifanya. Hiki tunachokwenda kukizungumza sasa ndicho kitakachotusaidia sisi kuwa na maombi yenye nguvu katika maisha yetu, kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu kwa kufanya hiki ambacho ninakisema sasa. Kitu cha kwanza Elia alifanya, mstari wa 30, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila ya wana Israeli aliyejiona na Bwana, akatengeneza madhabahu. Alizingatia kanuni za msingi za neno la Mungu ambazo zinawafanya Israeli kuwa taifa takatifu na kufuata utaratibu ambao Mungu ameuweka. Unapoamua kumtafuta Mungu, kuna utaratibu lazima ufuate. Unapoomba maombi yako yajibiwe, kuna utaratibu. Huyu alitengeneza madhabahu. Hebu kwenye maisha yetu tengeneze madhabahu za Bwana. Tumeacha ibada. Tumeacha kwenda kwenye siku za maombi. Tumeacha ibada za asubuhi kuomba. Tumeacha ibada za jioni. Tumeacha kusoma neno la Mungu. Tutengenezeni madhabahu. Alafu tutakaribisha uwepo wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu Mungu alishaweka kanuni. Kuna kanuni ambazo zimewekwa katika Biblia, ziko straight, unazivunja. Tengeneza madhabahu. Fanya ibada. Leta ibada katika maisha yako, katika familia yako. Ndicho kitu ambacho alikifanya cha kwanza Elia. Kitu cha pili ni ombi. Ombi lake lilikuwa na kusudi. Kwa nini anaomba moto ushuke? Ni ili, anasema hivi, tukisema kwanza mstari wa 36. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie. Amefanya mambo haya yote kwa neno, kwamba sio fikra zangu. Unisikie Bwana, unisikie ili watu hao wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Hivi kweli Mungu anakosaje kulijibu hilo ombi? Kama wewe ndiwe Mungu. Kwanza mimi sijafanya haya kwa akili yangu. Ijulikane leo. Lakini kwamba wewe ndiye Mungu. Na kusudi la kufanya hivi ni kwamba unataka kuwageuza moyo wa kurudie. Lengo moyo wa Elia ulikuwa ni kutafuta watu wamwabudu Mungu, wamrudie Mungu wa kweli. Haikuwa chochote, haikuwa mapato, haikuwa sifa, haikuwa chochote. Kusudi la Elia ilikuwa ni watu wamrudie. Hata kama mvua isinyeshe ni ili watu wamrudie Bwana. Na kweli ikaijibiwa. Moto ukashuka baada ya lile ombi, ukalamba mawe, ukalamba kuni, mavumbi, kila kitu kilichokuwa. Maana aliwaambia wamwageni maji mapipa yajayo, kwamba hakuna kitu kinachomshinda Bwana. Na Mungu alishusha moto. Na kinachotokea ni Mungu akaabudiwa. Mstari wa 39. Watu wote walipoona wakaanguka kisufudifudi, wakasema Bwana ndiye Mungu. Kwa sababu walikuwa wanajua Baali ndiye Mungu. Mungu ni cheo. Alafu jina ni Bwana, Yehova. Kwa hiyo wakusujudu wakasema basi Yehova ama Yawe ndiye Mungu. Wakamsujudia. Hii akatoa amri, wakamata wale manabii wa Baali 150, akawapeleka katika Kishoni, akawaua. Kinachotokea baada ya hapa ni sasa mvua haijanyesha, natakiwa mvua ifanye inyeshe. Elia anakwenda kuomba mvua. Ombi la imani. Kabla ya kwenda kuomba, mstari 41 tunaona imani ya Elia. Naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Yaani kwa njia ya imani yeye alikuwa anasikia mvua kubwa. Mungu ni kama alimsikizisha mvua, kwamba inakuja mvua kubwa. Sasa hiyo mvua kumbuka haijanyesha. Kuna kitu takiwa Elia afanye. Kuomba mpaka mvua ifanye nini? Nyeshe. Akaenda. Maombi ya bidii, mstari wa 43, aliomba mara 7. Alafu tujue aliombaje. Sema alisujudu, si ndio?
alisujudu, sio alipiga magoti, alisujudu. Ile ya kusujudu, alafu kichwa kikaa katikati ya magoti. Katikati ya magoti, maana alikuwa ameinama hivyo. Kichwa kiwa katikati ya nini? Ya magoti. Goti hili, kichwa kiko hapo chini. Amesujudu chini kifudifudi. Aliomba mara 7 mpaka mvua ikanyesha. Na lakini akuomba mvua mpaka mvua iliponyesha. Alipoona lile wingu, yule mtumishi wake akiomba, akimaliza anamwambia nenda. Tena angalia, hamna kitu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara ya 7. Mara ya 7 alimwambia nenda kaangalie. Akasema naona wingu kama mkono. Akajua tayari hii imeisha. Akaenda kumwambia Ahabu akimbie. Na Elia, mstari 45 mpaka 46, tunamuona alikuwa ni mtumishi mwenye nguvu ya Mungu, lakini alikuwa mnyenyekevu kwa wenye cheo. Ahabu alikuwa ni mfalme. Dogo jicho limepata changamoto. Mstari 45 46 inasema, ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi. Baada ya lile mbingu zikawa nyeusi kwa wingu na kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli alikokuwa anaishi. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Kwa hiyo yeye ana gari. Mkono wa Bwana uliposhuka juu ya Elia, kilichotokea ni nini? Elia alikimbia kuliko gari. Anamuongoza nani? Ahabu. Kwa hiyo mvua ilikuwa inanyesha. Elia anakimbia kwenye hiyo mvua na matope. So unajua mvua inanyesha. Kwa hiyo anakimbia kuliko gari, amuongoze Ahabu mpaka ahakikishe amefika. Akamwambia wewe nenda mwenyewe. Si uliyataka mwenyewe. Mungu ameshaleta mvua. No, tunajifunza huyu mtumishi wa Mungu alikuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu wa Elia. Naomba mvua imenyesha, anajikaza viuno, anatembea, anakimbia. Sio alitembea, anakimbia. So, mkono wa Bwana ulikuwa akapiga mbio mbele ya nani? Ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Alipofika Ahabu akarudi. Hakuingia katika huo mji au hiyo ikulu ya Ahabu. Kwa hiyo tunajifunza maisha ya Elia. Kuna vitu vingi ambavyo ukisoma utaweza kuelewa. Ni kwamba tu muda utoshi na video sitaki kuifanya kwa ndefu sana. Kuna vitu vingi sana vya kutosha ambavyo video hii itakiwa ina parts nyingi. Lakini hii part 3 tuishie hapa. Tutaendelea na part 4. Sehemu ya 4 ambao tutakwenda kuzungumzia kilichotokea mpaka Elia akakimbizwa. Na nani? Na Yezebel. Akakimbia. Matukio yote yaliyotokea na Mungu kadri Mungu atakapotujalia tutaishia wapi kwenye sehemu ya 4. Aidha inaweza kama mwisho ama isiwe ya mwisho, sijui. Kwa hiyo sasa nikusi rafiki. Tunajifunza haya, kumbuka nataka nitoe angalizo moja. Jambo la muhimu sana. Ni kuwa tunapojifunza maisha ya Elia na Mungu anasema watu wa mwisho watakuwa sawa na Elia kwa ajili ya kuwageuza watu waabudu Mungu na baba na watoto. Kinachotakiwa kujua ni kitu kimoja. Ya kuwa jambo la muhimu ni hili. Jambo la muhimu ni kwamba unahitaji kumwabudu Mungu. Unahitaji kuomba Roho Mtakatifu. Hauhitaji bidii ya kibinadamu peke yake. Unahitaji neema ya Yesu. Nikutakia wakati mwema, naamini Mungu atakusaidia katika safari yako ya kuendelea kujifunza. Karibu kwa ajili ya pati ya 4 ambako kuna vitu vingi vya kufahamu kuhusu Elia, nabii wa Mungu. Wakati mwema.